Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika kasi huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba vikosi vya Urusi vimeshambulia eneo la kutengeneza makombora ya Kiukraine na vifaa vingine vya kijeshi takriban maeneo 149 katika operation maalum huko Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kundi la kaskazini la Urusi limesababisha vifo vya takriban askari 120 wa jeshi la Ukraine na kuharibu magari mawili ya kivita katika eneo lake la uwajibikaji karibu na makazi ya Krasnovka, Petruria, Okpoe, Okop, Miropolskoe na Prokhod. Hiyo ni katika mkoa wa Sumi. Vile nchi za magharibi hazitaweza kuficha uhalifu ambao vikosi vya Ukraine vilifanya kwenye mkoa wa Kursk wa Urusi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, kulingana na mwanadiplomasia huyo, nchi za magharibi hufunika uhalifu wa utawala wa Kiev kwa kufumbia macho ukatili wa vikosi vya Ukraine. Anasema ni muhimu kwamba hakuna kitu kinachokosekana. Kazi ya kimfumo lazima ifanyike licha ya majaribio yote katika nchi za magharibi. Kama tunavyoona, kuficha, kusimamisha swala hili, Zakharova alisema katika mkutano wa kawaida uliotolewa ripoti juu ya uhalifu wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine kwenye mkoa wa Kursk. Anasema tunachukulia kwamba wale wote waliohusika lazima watambuliwe na wataadhibiwa. Mwisho wa kumnukuu. Vile kwa hakika makamanda wa kijeshi wa Ukraine wanapendezwa na maagizo ya nchi za magharibi kwa ajili ya viungo vilivyokusudiwa kufanyia upasuaji wa upandikizaji. Kulingana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova, ameeleza kuwa kulikuwa na ushahidi unaoongezeka unaopendekeza kwamba serikali ya Kiev imebadilisha mzozo huo kuwa biashara ya uhalifu inayostawi, huku usafirishaji haramu wa viungo ukifika viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa. Alitoa ushuhuda wa askari wa Kiukraine Andrei Chema, ambaye huyu aliweza kukamatwa na vikosi vya Urusi. Hasa Chema alikuwa na fomu tupu kutoka kwa Wizara ya Afya ya Ontario, Canada, ambayo ilikusudiwa kutoa mchango wa hiari wa viungo na tishu baada ya kifo kwa watu kadhaa. Zakharova pia alikumbuka kuwa mamlaka ya Ukraine ilikuwa imehalalisha kwa muda mrefu taratibu za haraka za upasuaji wa upandikizaji. Vile Mahakama ya Kimataifa ya Umma juu ya uhalifu wa wanazi wa Ukraine na washirika wao imethibitisha kwamba jeshi la Ukraine limekuwa likiwanyonga raia katika eneo linalopakana na Urusi la Kursk, kulingana na ripoti iliyoandaliwa na mahakama hiyo. Ripoti hiyo iliwasilishwa na mwenyekiti wa Mahakama ya Kimataifa ya Umma Maxim Grigorev, ambaye pia ni mwanachama wa chama cha kiraia cha Urusi. Kulingana na yeye, wakazi wa mkoa wa Kursk walielezea uhalifu mwingi wa kivita wa Ukraine na ni sehemu ndogo tu yao iliyotajwa katika ripoti hiyo. Vile wanajeshi wa Ukraine wameshambulia maeneo yenye watu wengi katika mpaka wa mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa zaidi ya ndege 60 zisizokuwa na rubani katika muda wa saa 24 zilizopita. Gavana Vyacheslav Gladkov anasema katika wilaya ya Belgorodskaya vijiji vya Besonovka, Zuraviyovka, Odranoe, Chemeshnoe na Sekovony vilikuwa chini ya mashambulizi hayo yakiendelea. Kwingineko, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Li Jian amesema China haikutuma wanajeshi wake kushiriki katika mzozo wa Ukraine, huku taifa hilo likiwaamuru raia wake kujiepusha na vitendo vya kijeshi. Anasema serikali ya China mara kwa mara imewaamuru raia wake kujiepusha na eneo la mapigano ya kivita nchini Ukraine na kuepuka ushiriki wowote, hasa kwa kujiepusha na vitendo vya kijeshi vinavyofanywa na pande zinazohusika. Mwanadiplomasia huyo wa China alifafanua kuwa Beijing inachunguza ripoti kuhusu madai kwamba raia wa China walihusika katika operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile Volodymyr Zelensky wa Ukraine atakumbukwa sio kama kiongozi wa Ulaya, lakini kama mtu aliyeshindwa ambaye hana ushawishi wowote juu ya watu wa ujeshi. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa vuguvugu nyingine la Ukraine na mkuu wa zamani wa jukwaa la upinzani lililopigwa marufuku huko Ukraine, anasema kulingana na mwanasiasa huyo, Zelensky ameiweka nchi yake katika vita na amani. Hayuko tayari kufikia makubaliano ya amani, kwani hiyo itaashiria wazi kushindwa na hana uwezo wa kuendesha vita kwa kutegemea nchi za magharibi badala ya vikosi vya Ukraine, Medvedchuk aliandika. Leo hii Zelensky hana ushawishi wowote kwa watu wake, jeshi au katika diplomasia ya kimataifa, alisisitiza mwanasiasa huyo. Zelensky na wasaidizi wake wangehitaji ushindi kamili dhidi ya Urusi
ili kujitetea, jambo ambalo haliwezi kufikiwa. Medvedchuk aliendelea kucheza mchezo wa kutokuwa na amani wala vita katika hali ambapo wa Ukraine 30,000 hufa kila mwezi, kulingana na baadhi ya ripoti, ni tabia ya uhalifu, alisema. Wakati huo huo, uongozi wa AU unashindwa kutambua kwamba mzozo wa Ukraine unaathiri zaidi Ulaya, huku Marekani ikinufaika nayo, Medvedchuk aliongeza. Vilevile Ukraine inalenga vituo vya nishati vya Urusi kila siku na kukiuka kusitishwa kwa vitendo kama hivyo, wakati Moscow inatii madhubuti, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova anasema. Kinyume na matakwa au matamko yake kuhusu kuunga mkono kusitishwa kwa siku 30 kwa uvamizi wa mabomu kwenye vituo vya nishati iliyokubaliwa Machi 18 na marais wa shirikisho la Urusi na Marekani, serikali ya Kiev inaendelea kufanya mashambulizi ya kila siku kwenye miundombinu ya nishati ya Urusi. Wakati huo upande wa Urusi unazingatia madhubuti marufuku ya mashambulizi. Alisema kuwa Ukraine ilishambulia vituo vya nishati katika mikoa ya Urusi mara 32 kati ya Aprili 4 na Aprili 7 pekee, na kuacha maelfu ya wakazi bila gesi na umeme. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile Paris na London zinakamilisha mipango ya kuingilia kijeshi huko Odessa, na mazungumzo yakitokea wakati wa mkutano wa wakuu wa maafisa wakuu wa magharibi huko Kiev. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema. Zakharova alifichua kuwa maafisa wa kijeshi wa Ukraine, Uingereza na Ufaransa walikutana mjini Kiev Aprili 4 hadi 5 ili kuandaa mipango ya uendeshaji kwa kile alichokitaja kama kikosi cha kimataifa cha kulinda amani nchini Ukraine. Kwa kweli majadiliano haya yalilenga katika maandalizi ya operesheni za kijeshi za Franco-Uingereza zinazolenga bandari za Bahari Nyeusi za Ukraine, hasa Odessa, mwanadiplomasia huyo alisisitiza. Zaidi hayo, msemaji huyo alipuuzilia mbali mapendekezo ya muungano walio tayari kuwa si chochote zaidi ya meme. Majadiliano haya ya Kiev yalifuatia mazungumzo ya awali wakati wa mkutano wa kilele wa Machi 27 mjini Paris, ambapo washiriki kutoka muungano unaoitwa Muungano walijadili kuhusu uhakikisho wa usalama wa Ukraine baada ya vita, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kutumwa kijeshi. Vilevile, Ukraine imeanza kupokea msaada mdogo wa Marekani, huku misaada mingi sasa ikitoka nchi za Ulaya. Kamanda mkuu wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine Alexander Syrskyi anasema, usaidizi wa washirika bila shaka una jukumu muhimu, hasa wakati Marekani ilitusaidia. Hivi sasa usaidizi kutoka Marekani umepungua na misaada mingi inatoka kwa washirika wetu wa Ulaya, alisema katika mahojiano na kituo cha habari cha Ukraine cha Left Bank. Kulingana na Syrskyi, ikiwa misaada ya Marekani itasitishwa kabisa, Ukraine italazimika kutegemea rasilimali zake zenyewe. Hapo awali, naibu mkuu wa wafanyakazi katika ofisi ya Volodymyr Zelensky Pavel Palisa alisema Ukraine bado haijajadili msaada wa ziada wa kijeshi na Washington. Alisema ukosefu wa uungwaji mkono wa Marekani utafanya iwe vigumu kwa Ukraine kuendelea na mapigano, lakini Kiev haioni chaguo jingine. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile, wazungu hawatambui kuwa vitendo vyao vya kutowajibika vinaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa silaha tangu vita vya kidunia vya pili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, kulingana na Brussels, ule unaoitwa muungano wa walio tayari utaimarisha msimamo wa Volodymyr Zelensky. Mwanadiplomasia huyo alisema, hili ni kundi lililokithiri zaidi la nchi wanachama muungano wa Atlantic Kaskazini wanaotamani kuchukua jukumu la moja kwa moja katika mzozo wa Ukraine katika taifa la utawala wa Bandera. Zakharova alibainisha kuwa wanaandaa mikutano ya kilele, mikutano ya kuwa wafanyakazi wakuu, na wakati huo wanashindwa kutambua kwamba vitendo vyao vya kutojali vinaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa silaha unaohusisha nguvu za nyuklia tangu vita vya kidunia vya pili. Alisema kwamba wachochezi wa kimsingi wa kundi hili la washupavu wasio na misimamo ni Uingereza na Ufaransa, zinaongozwa na Rais Emmanuel Macron. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile, baadhi ya makamanda wa vitengo vya Kiukraini vilivyoteuliwa kwa uvamizi katika mkoa wa Kursk wa Urusi hawakuwa na uhakika juu ya uhalifu au walali wa kuvuka mpaka. Kamanda mkuu wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine Alexander Syrskyi anasema, mashambulizi hayo yalianza Agosti 6. Hata hivyo, yalihitaji maandalizi ya kina, kwani ilibainika kuwa baadhi waliona kama aina ya kizuizi cha maadili, alikiambia chombo cha habari cha Lev Bareg cha Ukraine. Kulingana na Syrskyi, kabla ya shambulio hilo kuanza, alikuwa amewatembelea wanajeshi kuelezea madhumuni ya shambulio hilo kwa wahudumu. Ilikuwa ni kwa sababu hata baadhi ya makamanda walioji kama ilikuwa halali. Shukrani kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.